Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajifunza, tunalea na kujenga jamii yenye maarifa. Leo tunajibu swali ambalo huibua mijadala mingi. Na swali lenyewe ni kwamba, je, ni kweli kwamba wanawake wenye majina yanayoanza na herufi I ni waongo? Jibu la kisayansi ni hapana. Hakuna utafiti wa saikolojia, elimu ya tabia au sayansi unaothibitisha kuwa herufi ya kwanza ya jina la mtu inaweza kuamua kama mtu huyo ni muongo, mkweli, mkarimu au mkatili. Tabia ya mtu hujengwa na malezi, mazingira, maadili, elimu na maamuzi yake binafsi. Hivyo basi tusiwahukumu watu kwa majina yao, bali kwa matendo yao. Leo pia tutakuletea majina 50 mazuri ya watoto wa kike yanayoanza na herufi I pamoja na maana zake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu basi na tuanze. Jina la kwanza ni Imani. Maana ya imani ni kuamini, imani na matumaini. Jina hili humkumbusha mtoto kukua akiwa na moyo wa kujiamini, kumwamini Mungu na kutokata tamaa hata anapokutana na changamoto za maisha. Jina la pili ni Irene. Maana ya Irene ni amani. Ni jina linalotamani mtoto akue akiwa mpenda amani, mwenye hekima ya kutatua migogoro na kuishi vizuri na watu wote. Jina la tatu ni Isabela. Maana ya Isabela ni aliyejitolea kwa Mungu. Wazazi wengi ulichagua jina hili kama ishara ya kumweka mtoto chini ya ulinzi wa Mungu na kumlea katika maadili mema. Jina la 4 ni Isabel. Maana ya Isabel ni ahadi ya Mungu. Huwakumbusha wazazi kuwa mtoto ni zawadi na baraka kutoka kwa Mungu. Hivyo anastahili kulelewa kwa upendo na uangalifu. Jina la 5 ni Eve. Maana ya Eve ni mmea wa kijani unaoashiria uaminifu wa maisha na kuwa na maisha marefu. Jina hili huwakilisha ukuaji, ustahimilivu na uwezo wa kustawi hata katika mazingira magumu. Jina la 6 ni Iris. Maana ya Iris ni upinde wa mvua, pia ni ua zuri. Ni jina linaloashiria matumaini mapya, uzuri na furaha baada ya kipindi kigumu cha maisha. Jina la 7 ni Ina. Maana ya Ina ni mama au mlezi mwenye upendo. Jina hili humtia moyo mtoto kukua akiwa mwenye huruma, upendo na kujali wengine. Jina la 8 ni Iliana. Maana ya Iliana ni nuru au mwangaza. Wazazi hulipa jina hili wakitamani mtoto awe chanzo cha matumaini, hekima na mafanikio katika familia. Jina la 9 ni Indra. Maana ya Indra ni uzuri na nguvu. Maana yake humtia moyo mtoto kuwa jasiri, mwenye kujiamini na kutumia vipaji vyake kwa manufaa ya jamii. Jina la 10 ni Ivana. Maana ya Ivana, Mungu ni mwenye neema. Jina hili humkumbusha mtoto kuwa neema za Mungu huambatana na maisha ya unyenyekevu, upendo na bidii. Jina la 11 ni Isha. Maana ya Isha ni uzima, maisha au uhai. Jina hili huashiria zawadi ya uhai. Wazazi hulichagua wakitamani mtoto awe na afya njema, maisha marefu na awe chanzo cha furaha kwa familia. Jina la 12 ni Ishta. Maana ya Ishta ni anayetamani mafanikio au ukuu. Ni jina linalomtia moyo mtoto kuwa na ndoto kubwa, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hadi afikie malengo yake. Jina la 13 ni Inaya. Maana ya Inaya ni ulinzi, rehema na kujaliwa na Mungu. Wazazi hulichagua jina hili wakiamini mtoto atalindwa na kuongozwa na Mungu katika kila hatua ya maisha yake. Jina la 14 ni Ifa. Maana ya Ifa ni usafi wa tabia, heshima na maadili mema. Jina hili humkumbusha mtoto kukua akiwa mwaminifu, mwenye heshima na anayezingatia maadili mazuri katika jamii. Jina la 15 ni Ilham. Maana ya Ilham ni msukumo, uvuvio au hekima kutoka kwa Mungu. Linaashiria mtoto mwenye kipaji cha kufikiri vizuri, kubuni mambo mapya na kuleta mabadiliko chanya kwa wengine. Jina la 16 ni Ipsam. Maana ya Ipsam ni tabasamu. Ni jina linalotamani mtoto awe mwenye furaha, anayependa kutabasamu na kueneza upendo na matumaini kwa watu wanaomzunguka. Jina la 17 ni Isra.
Maana ya Isra ni safari ya usiku. Katika utamaduni wa Kiislamu, jina hili lina umuhimu mkubwa wa kiroho, pia huashiria safari ya mafanikio, uvumilivu na matumaini. Jina la 18 ni imani. Maana ya imani ni imani na uaminifu. Jina hili humtia moyo mtoto kuwa na moyo wa kumwamini Mungu, kusema ukweli na kusimama katika maadili mema. Jina la 19 ni Ikram. Maana ya Ikram ni heshima, ukarimu na kuwathamini wengine. Mtoto mwenye jina hili hutamaniwa kuwa akiwa mkarimu, mwenye upendo na anayejali watu bila ubaguzi. Jina la 20 ni Ifra. Maana ya Ifra ni furaha, shangwe na uchangamfu. Jina hili huashiria mtoto anayetarajiwa kuleta tabasamu, matumaini na furaha ndani ya familia na katika jamii. Jina la 21 ni Iza. Maana ya Iza ni heshima, hadhi na utukufu. Jina hili humtakia mtoto akue akiwa na maadili mema, anayejiheshimu na anayeheshimika kwa tabia na matendo yake. Jina la 22 ni Aines. Maana ya Aines ni msafi wa moyo na mwenye maadili mema. Ni jina linaloonyesha usafi wa tabia, uaminifu na moyo wa huruma. Wazazi hulichagua wakitamani mtoto awe mfano wa wema katika jamii. Jina la 23 ni Ilse. Maana ya Ilse, Mungu ni kiapo changu. Jina hili humkumbusha mtoto umuhimu wa kuwa mwaminifu kwa Mungu, familia na watu wanaomzunguka. Jina la 24 ni Ida. Maana ya Ida ni mwenye bidii, anayefanya kazi kwa juhudi. Wazazi hulipa jina hili wakitamani mtoto akue akiwa mchapakazi, anayependa kujifunza na anayejivunia changamoto. Jina la 25 ni Isolde. Maana ya Isolde ni mrembo mwenye nguvu. Jina hili linaashiria uzuri unaoambatana na ujasiri, busara na uwezo wa kukabiliana na maisha kwa kujiamini. Jina la 26 ni Ivete. Maana ya Ivete ni uimara na ustahimilivu. Humtakia mtoto awe na moyo thabiti, asiyeogopa changamoto na mwenye uwezo wa kusimama imara katika nyakati ngumu. Jina la 27 ni Ioranda. Maana ya Ioranda ni ua la rangi ya zambarau. Ni jina linalowakilisha uzuri, upole na tabia njema. Pia huashiria maisha yenye matumaini na furaha. Jina la 28 ni Ioana. Maana ya Ioana, Mungu ni mwenye neema. Wazazi hulichagua jina hili wakiamini kuwa mtoto atakuwa akiongozwa na neema na baraka za Mungu katika maisha yake yote. Jina la 29 ni Iona. Maana ya Iona ni mahali pa baraka na utulivu. Jina hili huashiria mtoto anayetarajiwa kuleta amani, upendo na umoja ndani ya familia na jamii. Jina la 30 ni India. Maana ya India ni jina linalohusishwa na utajiri wa tamaduni na historia. Linaonyesha mtoto anayetarajiwa kuheshimu utamaduni, kujifunza kutoka kwa wengine na kuwa na mtazamo mpana kuhusu maisha. Jina la 31 ni Inga. Maana ya Inga ni anayelindwa na Mungu. Jina hili huonyesha tumaini la wazazi kwamba mtoto atakuwa chini ya ulinzi wa Mungu, akiwa salama na mwenye maisha yenye baraka. Jina la 32 ni Isadora. Maana ya Isadora ni zawadi ya Mungu. Wazazi wengi hulichagua jina hili kuonyesha kwamba mtoto ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu na anapaswa kulelewa kwa upendo na maadili mema. Jina la 33 ni Ivania. Maana ya Ivania ni mwenye neema. Jina hili humtakia mtoto akue akiwa mwenye upole, busara na anayependwa kutokana na tabia nzuri. Jina la 34 ni Irene. Maana ya Irene ni nuru inayong'aa. Linaashiria mtoto anayetarajiwa kuwa mwanga kwa familia yake kupitia mafanikio, hekima na matendo mema. Jina la 35 ni Ilona. Maana ya Ilona ni mwanga wa jua. Ni jina linaloonyesha matumaini, furaha na uwezo wa kuleta tabasamu kwa watu wanaomzunguka. Jina la 36 ni Ivania. Maana ya Ivania ni neema nyingi za Mungu.
Wazazi hulichagua wakiamini mtoto atakuwa akifurahia baraka, mafanikio na ulinzi wa Mungu katika maisha yake. Jina la 37 ni Iliana. Maana ya Iliana ni mwangaza au nuru. Jina hili humtia moyo mtoto kuwa chanzo cha maarifa, matumaini na mabadiliko chanya katika jamii. Jina la 38 ni Ishani. Maana ya Ishani ni mwenye utajiri wa maarifa. Linaonyesha matarajio ya mtoto kukua akiwa mpenda elimu, mwenye busara na anayefanya maamuzi yenye hekima. Jina la 39 ni Imanuela. Maana ya Imanuela ni Mungu yu pamoja nasi. Jina hili huwakumbusha wazazi na mtoto kwamba uwezo wa Mungu huleta nguvu, faraja na matumaini katika kila hatua ya maisha. Jina la 40 ni Ivanka. Maana ya Ivanka, Mungu ni mwenye rehema. Ni jina linaloashiria maisha ya neema, huruma na shukurani kwa Mungu, huku likimtia moyo mtoto kuwa mwenye moyo wa kusamehe na kupenda wengine. Jina la 41 ni Irina. Maana ya Irina ni amani. Jina hili huashiria mtoto anayetarajiwa kukua akiwa mpenda amani, mwenye busara na anayejenga mahusiano mazuri na watu wanaomzunguka. Jina la 42 ni Ismera. Maana ya Ismera ni mpendwa au mwenye kuthaminiwa. Wazazi hulichagua jina hili kuonyesha jinsi mtoto alivyo na thamani katika familia na kutamani akue akiwa mwenye upendo na huruma. Jina la 43 ni Ishara. Maana ya ishara ni mwongozo au ishara ya kuelekeza. Jina hili huonyesha matarajio ya mtoto kuwa mfano mzuri kwa wengine kupitia tabia njema, hekima na maamuzi sahihi. Jina la 44 ni Ilia. Maana ya Ilia, Mungu ni nguvu yangu. Linaashiria mtoto anayekuwa akimtegemea Mungu, akiwa jasiri na mwenye uwezo wa kuvumilia changamoto za maisha. Jina la 45 ni Ivon au Ivon. Maana ya Ivon au Ivon ni uimara na ustahimilivu. Jina hili humtakia mtoto kuwa na moyo imara, asiyeogopa changamoto na mwenye uwezo wa kusimama tena baada ya kuanguka. Jina la 46 ni Inoria. Maana ya Inoria ni heshima na utukufu. Wazazi hulipa jina hili wakitamani mtoto akue akiwa mwenye maadili mema, anayejiheshimu na anayeheshimika katika jamii. Jina la 47 ni Ismat. Maana ya Ismat ni usafi wa maadili na heshima. Ni jina linalomtia moyo mtoto kukua akiwa mwaminifu, mwenye nidhamu na anayezingatia maadili mema katika maisha. Jina la 48 ni Inara. Maana ya Inara ni mwangaza au nuru. Jina hili huashiria mtoto anayetarajiwa kuwa chanzo cha matumaini, furaha na mafanikio kwa familia na jamii. Jina la 49 ni Irem au Irem. Maana ya Irem ni bustani ya peponi. Linaonyesha uzuri, utulivu na maisha yenye baraka. Wazazi hulichagua wakitamani mtoto awe mwenye moyo wa upendo na uvumilivu. Jina la 50 ni Ilaida. Maana ya Ilaida ni malkia wa maji au binti mwenye neema. Jina hili huonyesha uzuri, utu na neema. Wazazi hulichagua wakitamani mtoto akue akiwa mwenye heshima, busara na mchango chanya kwa jamii. Ndugu mtazamaji, tumegundua kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa wanawake wenye majina yanayoanza na herufi I ni waongo. Tabia ya mtu haiamliwi na jina lake, bali hujengwa na malezi, maadili, mazingira anayokulia na maamuzi anayofanya kila siku. Kama mzazi, unaweza kuchagua jina zuri lenye maana nzuri kwa mtoto wako, lakini kumbuka kwamba zawadi kubwa zaidi utakaompa si jina pekee, bali ni malezi bora, upendo, maadili mema na elimu ya maisha. Hivyo ndivyo ninavyojenga mtoto kuwa mtu mwenye neema na mwenye manufaa kwa familia na jamii. Asante kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia ya Moyo wa Malezi. Ukifurahia video hii, usisahau kuipenda, kuisambaza, kuandika maoni yako na kusubscribe
ili usikose maudhui mengine yenye elimu na manufaa kuhusu malezi ya watoto. Asante sana. Mungu akubariki na tuendelee kujenga kizazi chenye maadili, upendo na matumaini. Tukutane tena kwenye video inayofuata ambapo tutaenda kuona majina mazuri ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi I. Asante.